Amen. Basi ujumbe wa utangulizi una kichwa kinachosema kwa nini Yesu alikuja duniani? Kwa nini Yesu Kristo alikuja duniani? Sasa ni kitu gani ambacho kilimleta Yesu duniani? Kitu gani ambacho kilimleta Yesu duniani? Au ni sababu zipi za msingi ambazo zilimleta Yesu Kristo duniani? Leo tutaenda kuangalia sababu kuu mbili zilizomleta Yesu Kristo duniani. Zipo nyingi sana, na kila siku tunazidi kugundua mpya, kwa sababu Yesu hajawahi kuisha maajabu. Sasa sababu ya kwanza ya Yesu kuja duniani ni kwa ajili ya kutuokoa sisi tuliopotea kutoka katika hukumu ya milele inayosababishwa na dhambi. Kusudi la kwanza la Yesu kuja duniani ni kutuokoa sisi tuliopotea kutoka katika hukumu ya milele ambayo inasababishwa na dhambi. Hilo ndilo kusudi la kwanza la Yesu kuja duniani. Sasa naomba nielezee tulikuwa tumepotea kwa namna gani, kwa sababu wengi wetu tukisomaga kwamba tumepotea dhambini bado hatuelewi ni katika namna gani. Bwana na asifiwe sana. Kupotea kwako wewe hakujaanza siku ulipoanza kufanya dhambi fulani ambayo unajua wewe. Labda siku moja ulianzaga kuiba, hapo ndipo ulianza kupotea. Kabla hapo ulikuwa hujapotea. Kupotea kwako au kwangu kuanza siku nimeanza kujifunza dhambi fulani ninayojua au inayonisumbua. Kupotea kwako au kwangu hakukuwa ile siku ambapo ulifanya uzinzi, siku ambapo ulikunywa pombe, siku ambapo ulienda kuiba, siku ambapo ulienda kudanganya. Hiyo sio pointi ya wewe au mimi kuanza kupotea. Kupotea kwetu sisi kulianza zamani sana, katika wakati wa wazazi wetu wa kwanza, Adam na Hawa. Biblia inatufundisha kwamba mwanadamu aliumbwa mkamilifu. Adam aliumbwa mkamilifu. Baadaye Hawa alitolewa kutoka katika ubavu wa Adam. Wote Mungu akawaita Adam jina moja, kuonyesha ndoa kamilifu na takatifu ya mume mmoja, mke mmoja. Hawa walianza kudanganywa na Shetani kupitia mhubiri anayeitwa nyoka pale Eden. Wakala tunda ambalo waliagizwa wasile. Wengi tunajua habari, hatuna haja kurudia. Wakafanya dhambi na wakaanguka dhambini. Mojawapo ya hukumu ya Mungu aliwaambia kwamba mtazaa kwa uchungu wanawake na wanaume watakula kwa jasho, na nchi itazalia michongoma na miiba siku zote za maisha yao. Na mwisho akawaambia kwamba ni mavumbi na mavumbini utarudi. Dhambi ikamletea mauti Adam. Lakini ajabu ni kwamba ile mauti haikuishia kwa Adam peke yake. Kule kuzaa kwa uchungu wa kuishia kwa Hawa, ijapokuwa wao ndio waliotenda dhambi, walipaswa waadhibiwe wao. Ajabu ni kwamba alipozaliwa Kaini, naye alikujikuta anakula kwa jasho, anakufa. Habili naye vivyo hivyo. Alipozaliwa mabinti wa kike wa Adam, na wenyewe pia wakazaa kwa uchungu. Kwa hiyo hukumu ile tukaja tukagundua wanadamu kwamba hakupewa Adam na Hawa peke yake, bali na uzao wake wote. Na sisi hatujaumbwa siku ile katika matumbo ya mama yetu. Pale ni katika process za uumbaji. Uumbaji wa miili yetu sisi tunazungumzia ulianzia pale katika matumbo ya mama yetu. Lakini Biblia inatuambia hapo ndipo vizazi vya mbingu na nchi vilipoumbwa katika kitabu cha Mwanzo. Vizazi vya mbingu na nchi, sio Adam na Hawa. Biblia inatuambia hivyo. Kwa hiyo mimi na wewe tuliumbwa lini? Tuliumbwa siku ile Adam alipoumbwa. Isipokuwa tulikuwa kama mbegu katika mwili wa Adam. Kila kitu kiliumbwa na mbegu zake, hata miti iliumbwa pamoja na mbegu zake ndani. Mungu haumbi tena mimea duniani. Ilishaumbwa siku ile katika Eden. Lakini hii tunaona sasa hivi ni mbegu zilizokuwepo Eden zinakuja kuota leo. Zinakuja kuchipuka leo. Na sisi ni mazao ambayo yalikuwepo tangu Eden, tunakuja kuchipuka leo katika karne hizi. Kwa hiyo mwanzo wetu sisi wa kuumbwa tuliumbwa kipindi kimoja na Adam. Isipokuwa Adam aliumbwa katika kutokea wa kwanza, alafu sisi hapo baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Adam alipofanya dhambi na sisi tulikuwa ndani ya Adam, ndio maana na sisi tukazaliwa na zile dhambi na makosa yale yale na hukumu ile. Kwa tulipotea tangu kule asili. Huko ndiko tulikopotea. Kwa Kristo anakuja kutuokoa. Tumezaliwa tumeshapotea. Tayari ukizaliwa tu tayari umepotea. Ndio maana utashangaa mtoto anajifunza wapi dhambi akiwa mdogo. Utajikuta mtoto anazaliwa lakini anachukia na hasira, anakuwa mchoyo.
Ingawa sio katika kiwango kikubwa kama baadaye atakapokuja kujifunza ile dhambi na kuzalia matunda, lakini katika ile kiwango cha udogo anakuwa yupo katika hali kama hiyo. Bwana Yesu na asifiwe sana. Hilo ndilo neno linalotufundisha. Sasa Kristo alikuja ili kutuokoa. Sasa wangapi walisha kusikia kitu kinachoitwa mwana wa Adam? Tulishasikia. Tunajua kwa nini Yesu anajiita ni mwana wa Adam. Kwa nini hajajiita tu ni mtumishi wa Mungu au akaisha kusema tu ni mwana wa Mungu? Anasema ni mwana wa Adam. Kwa nini achukue jina Adam na kulileta tena kulifanya lile la kwake Adam Elias? Ni kwa sababu Adam wa kwanza aliharibu, sasa amekuja Adam wa pili ambaye ndio yeye Yesu Kristo. Kwa mantiki ile ile ambayo ilimsababisha sisi sote kuingia katika makosa kutokana na dhambi ya Adam. Vile vile kwa haki ya mtu mmoja, kitabu cha Warumi inatufundisha sisi sote tunaingia katika hali ya kuhesabiwa haki kupitia mtu mmoja Yesu Kristo. Kwa yoyote anayemwamini Yesu Kristo, maana yake anatoka katika hukumu, anatoka katika laana, anatoka katika adhabu ya Adam, anaingia katika haki na baraka za Adam wa pili ambaye ni Yesu Kristo. Kwa Mungu alijua kanuni ya kumwokoa mwanadamu ni ile ile jinsi dhambi ilivyoletwa na mwanadamu. Adam alileta dhambi, tukaingia wote katika makosa. Lakini pia neema na kweli inakuja kuletwa na Yesu Kristo, na sisi wote tunaingia katika mkondo wa baraka kwa namna hiyo hiyo. Kwa tunaozaliwa mara ya pili na kumwamini Yesu Kristo, tayari katika ulimwengu wa roho tunaingizwa katika kizazi cha Yesu. Tunakuwa tuna dhambi. Hiyo ndio maana ya kuja kutuokoa tuliopotea. Lakini sasa tatizo linakuja hivi. Kweli angekuja Yesu, labda pengine angetokea katika ukamilifu kama mtu tu mbaba labda fulani wa miaka 40 au 30 au 50. Alafu angetokea duniani, angetoka hadi mbinguni, angeshuka pale. Alafu angetangaza mtu atakayeniamini mimi atapata uzima, atapata uzima milele. Hiyo kanuni Mungu angeweza kuifanya namna hiyo. Kwamba angetokea Kristo kule juu mbinguni kwa sababu alikuwepo, angetokea hapo, afu angetangaza tumwamini, afu angerudi juu mbinguni. Lakini haikuwa pia njia au mpango mkamilifu wa Mungu kutuokoa kwa njia hiyo. Lakini limpasa yule Mwokozi azaliwe, alafu akishazaliwa tutaona sababu gani ya kuzaliwa. Aishi alafu baadaye afe. Akishakufa damu ile inomwagika, ile damu ndio inayotuokoa. Damu ndio inayotuingiza katika agano la sisi kuwa wana wa Mungu. Nikitaka kujua wewe asili yako ni wapi, hata kama mimi na wewe tunafanana. Tunaweza watu wanafanana duniani. Duniani ukienda kutafuta mtu anayefanana na wewe, utakosa, atakuja wengi. Sema tu jamaa maarufu. Ukiwa maarufu au mimi nikiwa maarufu, alafu wakitokeza watu utakutana na watu wanaofanana na wewe, utashangaa huyu mtu kumbe duniani kumbe tuko wengi. Lakini ukimchukua mtu anayefanana na mimi ambaye hayuko kwenye ndugu wangu, ukienda kumpima damu ni tofauti. Kwa damu ndio inaelezea undugu mtu alionao na mwingine kuliko sura. Damu ndio inaelezea, wanasema vinasaba vile genetics. Kwamba yule mtu kaka yake ni fulani, dada yake ni fulani, mama yake ni fulani, baba yake ni fulani. Kwa damu ndio inaelezea taratibu zote na taarifa zote za mtu. Sasa na Mungu alijua hilo. Akasema sasa ile hao wanaoingize katika uzao wa kimbinguni, uzao mteule, ni lazima kuwepo kuna mwagika damu. Kupitia ile damu tunaunganishwa na vizazi vya mbingu. Damu takatifu isiyokuwa na mawaa ya Yesu Kristo. Kwa tunapomwamini Yesu tunaingia katika kuokolewa kule. Hiyo ni sababu ya kwanza ya Yesu kuja msalabani. Nasoma kitabu cha Ibrania sura ile ya 9 na mstari wa 22, alafu nikuambie sababu nyingine kabla tuenda katika hatua ya pili. Ibrania 9:22. Biblia inasema hivi, mstari wa 22 katika kitabu cha Ibrania sura ya 9. Na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu. Katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu. Na pasipo kumwagwa damu hakuna ondoleo. Yaani pasipo kumwagwa damu hakuna ondoleo. Ndio maana leo hii ukienda kwa waganga kienyeji, kitu cha kwanza anachokitaka anakuambia leta kuku. Hatakagi hela tu peke yake. Unaweza ukapeleka hela ukaambiwa ni sawa, hii ni sehemu, lakini leta kuku, leta ng'ombe, leta mbuzi. Kwa sababu anajua kwa kupitia kuchinjwa kwa ng'ombe, mbuzi na kondoo, ile damu inapomwagika basi anaondoa baraka katika maisha yako, anaondoa kibali katika maisha yako, anaondoa mafanikio katika maisha yako, anaondoa chochote, kwa sababu pasipo kumwagika damu hakuna ondoleo. Kwa damu ya Yesu inafanya hivyo hivyo, inapomwagika, ilipomwagika msalabani, maana yake inaondoa matatizo, inaondoa magonjwa, inaondoa vitu vyote vilivyokuwa na ibilisi. Amen. Hiyo ndio sababu ya kwanza kwa nini Yesu amekuja duniani. Lakini sababu ya pili, ambayo hii pia ndio ya muhimu sana, ni kutuonyesha njia au kuwa kielelezo. Kutuonyesha njia kwamba mwana wa Mungu
anapaswa aishije, yaani mtu mwanadamu anapaswa aishije, kwa sababu angekuja kutuokoa na kutangaza kwamba mtu akiniamini mimi, yani atakaye niona na kuniamini atapata uzima milele, tusingejua jinsi ya kuishi katika ukamilifu, tusingejua. Lakini siku zote ili tuweze kuelewa lazima awepo mmoja mfano, ili tuweze kupita katika njia zake, tujue kumbe mtu anapaswa kuishi hivi ili ampendeze Mungu. Kwa huyo Yesu akabeba kusudi la pili, achana na lile la kwanza la kutokoa, akana kusudi la pili la sisi kutuonyesha njia. Anatuonyesha njia kwa namna gani? Kutubiria tu kwamba mwanadamu anapaswa kuishi hivi, mwana wa Mungu anapaswa kuishi hivi. Yeye mwenyewe anakuwa kielelezo, anakuwa anamcha Mungu. Kwa hiyo naye pia akana sala. Sio kwamba alikuwa na mahitaji sana. Sio kwamba alikuwa na vifungo vya kuvunja kama sisi tunavyovunja sasa hivi. Sio kwamba alikuwa na magonjwa kama sisi tunavyokuona sasa hivi. Sio kwamba alikuwa ni maskini kiasi kwamba alikuwa anaombea utajiri. Sio kwamba alikuwa na uchungu, sio kwamba alikuwa na dhambi ndani yake, kwamba anataka kumwomba Bwana nijaze Roho Mtakatifu niondolee hasira ndani yangu. Hapana, alikuwa mkamilifu kwa sababu kuzaliwa katika vizazi mkondo wa Adamu. Lakini alifanya vile kana kwamba ni kama maigizo fulani, ingawa sio igizo, ni kitu cha halisi, ili sisi tunaofuata baadaye tujue jinsi gani ya kuishi kwa kumpendeza Mungu, kwamba lazima kuwa na mifungo, lazima kuwa kuna maombi, lazima kuwa kukusanyika, lazima kuna kwenda kuhubiri Injili kwa sababu yeye mwenyewe pia alikuwa anaenda kuhubiri Injili, lazima kuna kuombea na kuwasaidia wengine, lazima kuna kutembelea maskini, lazima kuna kuwapa maskini kitu, lazima kuna kuwapenda wengine, lazima kuna kufanya hivi na hivi. Ile yale maisha ya Yesu akani njia ya kutufundisha sisi namna gani ya kuishi. Akaenda kubatizwa, sio kwamba ili kwamba atakasike, tayari alikuwa ni mtakatifu, ili kutuonyesha sisi kwamba ukishakuwa mwana wa Mungu ni lazima ukabatizwe. Na kadhalika ikiwemo pia kuoshana miguu. Akatoa kielelezo, akatoa njia. Kwa maana kitabu cha Yohana 13:15 anasema hivi: kwa kuwa nimewapa kielelezo ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende vivyo. Nimewapa kielelezo. Yesu ametupa kielelezo, amekuja kutupa kielelezo. Petro kwanza 2:21 tena tunarudia pale. Waraka kwanza wa Petro sura ya 2 ule mstari wa 21. Anasema hivi: kwa sababu ndio mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo, mfuate nyayo zake. Tufuate nyayo. Mtu akitembea vile ukaona nyayo, ili usipotee unapita kwenye zile nyayo kwa sababu unajua limeenda katika sehemu sahihi. Amen. Kwa hizo ndizo vitu viwili ambavyo vilimleta Yesu duniani. Vipo vingi sana. Hivyo tukimwelewa Yesu kwa namna hiyo, basi tutaweza kuwa katika mstari unaompendeza